Hai jamani, karibuni kwenye session yetu ya training. Nafikiri tulishafanya interview ndani, nikaambia tutakutana huku kwenye training. Sasa training zetu ndio hivi hapa, tunapeana awareness au uelewa wa yale ambayo mabosi wanayataka wakafanyiwe, na hiyo ndio siri ya sisi kuwa na mishahara tofauti, sababu najua wengi wanaokuja hapa ni wadada ambao wana exposure, sio wadada wa kawaida. Wanakuja wadada ambao wana taaluma zao, wamesoma vitu tofauti, lakini wanavutika kuja kwa sababu wanaona kuna angalau maslahi kwenye mradi wetu. Sasa si kazi yetu ni kuwaelekeza kwa nini sisi tunayo maslahi tofauti. Kwa nini huko ulikotoka wadada ni 50,000 mishahara yao imezidi sana, mwisho laki. Lakini hapa kwetu 1,500,000 ndio hela ya chini, ndio mshahara mdogo, 300,000 na 500,000. Unafanyaje ili uweze kuingia kwenye hiyo mishahara? Sawa jamani. Kwa hiyo nitawapitisha, tuna mwongozo ambao tayari tumeuandaa kwa wale ambao watakuwa tayari kwa ajili ya kupata kwenda hatua ya ziada ya uwekezaji. Nikisema hatua ya uwekezaji maana yake ni mtu ambaye yuko tayari kuinvest au kuwekeza kiasi cha pesa ambacho atatoa kwa ajili ya kuupata na kuufanyia kazi, kwa sababu chochote unachokilipia unakithamini. Sasa tuna hii miongozo kwa wale ambao wanahitaji kufanya huo uwekezaji kwa ajili ya manufaa ya kulipwa zaidi, tunawakaribisha. Lakini kwa general tunawapitisha sasa kwenye highlights za mabosi wetu wanataka nini. Ukiweza kufanya hivyo, obviously utaingia kwenye hizi category. Kama utakuwa professional 500,000 au utafanya kwa level ya 300,000, lakini utendaji wako lazima utaonekana kwamba wewe sio dada wa kawaida. Na ukishaanza kuonekana wewe sio dada wa kawaida, lazima utalipwa kiwango ambacho sio cha kawaida. Ndio hicho tunasema huyu ni smart dada, huyu ni professional dada. Sasa hivi hata sisi wale traditional tuchukui tu ili mradi. Tunataka traditional ambaye angalau viwango vyake pia ni vya juu. Sababu mshahara wa 1,500,000 ni hela nyingi still. Kwenye sekta ya kazi za nyumbani ni hela nyingi. Na watu wengi sana ambao hawaafodi kulipa dada 1,500,000. Yaani anaona ni hela nyingi sana. Kwa hiyo ili dada uweze kupata pia hata hiyo 1,500,000, inabidi upate uelewa wa kuwa mtu tofauti na uweze kuweka dhamira na nia ya kufanya tofauti. Maana kujua ni jambo moja, lakini kufanyia kazi nalo ni jambo jingine. Kwa sababu kuna watu wengi hawafanikiwi, sio kwa sababu hawajui, ni kwa sababu hawajaamua kufanyia kazi yale wanayoyajua. Sawa. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema tutapitia, lakini itakuwa ni muhimu ukaweza kupata mwenyewe muda ukapitia kwa undani na ukaamua kufanyia kazi. Ila kwa sisi tunapitia tu zile highlights, kwa maana ni vitu gani ambavyo tumekuandalia kwenye mwongozo wetu. Sawa? Kwanza kabisa huu mwongozo tumeuandaa kwa ajili ya kukusaidia uelewa wa ujumla, ili ujue kwamba nikitaka kuwa mfanyakazi bora, nikitaka kulipwa zaidi, haya ndio mambo ambayo natakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo lengo la kuandaa huu mwongozo ni kukupatia wewe ujuzi wa kukusaidia ili uweze kuwa mtu bora kwenye hizi huduma za kazi za ndani. Hilo ndio lengo la huu mtaala. Okay? Tumeelewa hapo? Yani lazima uelewe kwa nini sisi tunaandaa huu, ili kusaidia wewe kujua mambo gani mabosi wanayataka, alafu yale mambo ukishaweza ukiyajua, ukichagua kuyafanyia kazi. Maana kuna wengine wameyajua na wameachia hapa hapa. Sasa wakifika huko kwa mabosi wanasema hatujaelekezwa au tulielekezwa hivi. Yani anatafuta excuse. Excuse haziwezi kukulipa. Yani utafuta sababu ziko 800,000 nyingi sana za kwa nini ufanyi vizuri, ambazo haziwezi kukupa tija. Lakini ukiamua kufanya kazi utaona faida wewe mwenyewe. Kwa hiyo hii tunafanya kwa faida yako, ukiamua kuchagua kuyafanyia kazi. Kwa hiyo namba moja ni ili kukusaidia kwanza ufungue upeo wako, ufungue uelewa wako, upate taa. Biblia inatumia sana neno taa, mwanga. Yaani uweze kujua ni vitu gani ambavyo kumbe vinaweza vikakupa wewe thamani. Sawa. Haya, sasa tukiingia kwenye hizo mbinu za kulipwa zaidi. Sawa? Mbinu za kulipwa zaidi. Tunataka kulipa zaidi ni mchanganyiko wa tabia, ujuzi na maadili chanya. Yaani ni vitu very simple, ingawaje vinawasumbua watu wengi. Mbinu za kulipwa zaidi ni mchanganyiko wa tabia, ujuzi na maadili. Sasa kuna wengine wanabaki kwenye ujuzi. Yeye akishajua kudeki,
amemaliza. Jua kuosha vyombo, anajua ndio atalipwa. Ni mchanganyiko. Sababu kuna wengine wanaangushwa sana na tabia. Lakini kuna wengine wana tabia nzuri kweli, wanyenyekevu, lakini inapokuja kwenye swala la kazi zero. Kazi haiwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo lazima hivi vitu viende pamoja. Viende pamoja kwenye tabia zako ziwe nzuri, ujuzi wa kufanya hizo kazi husika ziwe nzuri na maadili ambayo sasa hayo ndio key watu wanachotaka. Yaani mtu akitafuta dada anakuambia nataka dada mwenye hofu ya Mungu. Anachotafuta ni maadili. Anataka dada mkweli, mwaminifu, mwadilifu. Hakuna mtu ambaye yani hata uwe mjuzi kiasi gani, akishaona elementi tu za ni muongo, ni mtu ambaye hajanyooka, hawezi kukubali kuendelea na wewe hata kama wewe ni mfanyaji kazi mzuri. Kwa hiyo mbinu za kulipwa zaidi, mchanganyiko wa tabia, ujuzi na maadili. Sasa kwenye mtaala wetu tumekuorodheshea vizuri, yani in details. Lakini kwa kuwa tuna hapa uaga tunapeana ile highlights ili uweze kujua angalau vitu ambavyo hata wewe mwenyewe ukiwa na smartphone yako basi unaweza ukavitafuta. Unapozungumzia ujuzi na tabia na maadili ina maana gani? Kwa muda wako unaweza ukasoma zaidi ukapata details. Lakini ukitaka urahisi zaidi unaweza ukapata mtaala wetu kwa kusaidia. Sawa. Okay, tumefafanua nidhamu ambayo hii ni eneo ambalo ni nyeti zaidi, ni kama nilivyosema, au sisi tunaziita hizi ni tabia za dhahabu. Zimekuwa ni adimu kama kutafuta diamond. Watu ni wengi, wapo tu wamejaa, watakwambia na taaluma hii, nimesoma human resource, nimesoma mazingira, lakini kuna tabia sasa zinawaangusha sana. Kwa hapa tumeweka kwa kirefu kuhusu hizo tabia ambazo ndio zile nilizotaja. Uaminifu na uadilifu ni tabia ambazo zimekuwa zinatafutwa kwa gharama kubwa sana. Yaani kuna mwajiri anaweza akakuvumilia kwenye maeneo mengine akijua tu wewe ni mtu ambaye ni mwadilifu, mwaminifu, mwenye kujituma, sawa, unaifanya kazi zako kwa ubora unaotakiwa. Alafu kwenye kazi hizi pia, kwa sababu tunaenda kufanya kazi kwenye familia za watu, familia ambazo ni mtu na mke wake wanandoa, alafu sisi ni wasichana tunaenda kule. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa sana ambacho lazima tuwe nacho makini, mavazi. Mavazi, wadada wengi wanaangushwa na hilo eneo. Unakuta anajivalia tu kama vile yuko free, yani yuko kwake. Sababu yeye mwenyewe si anajichukulia mimi ni mtu mzima, sihitaji kupangiwa nini navaa ninavyotaka. No. Kwenye hizi kazi huwa ina print picha nyingine. Unapoanza kuvaa nguo za kuonyesha shape yako, ndoa ya watu inaanza kukosa amani. Sasa hata kama ni wewe, huwezi kukubali. Yaani msichana anapokuja kwenye familia yako alafu ukaanza kuona anavaa kwa namna ya kujiexpose, si ndio? Hauwezi kukubali. Yaani kama kwa mfano ninavyovaa. Mimi ninavyovaa ni bosi na ninaishi na mume wangu. Niko kwangu. Simple and clear. Na mimi nawaambiaga wadada, hata wewe utakapokuwa na uhuru wako, utavaa hivyo. Vyovyote vile unavyotaka. Ndani ya nyumba yako mtu hawezi kukupangia uvaeje. Lakini wewe si ndio unatafuta hela? Huwezi kusema hata mimi nataka nivae ninavyotaka. Utafanya hivyo lakini utashangaa huwezi. Kuna nyumba nyingi, kama wako wachache watakubali, yani ni wachache sana, mmoja kwa 10 au 20. Umeona? Sasa mpaka umbahatishe huyo, kwa sababu mimi mwenyewe siwezi kukubali. Yani nikiona unaanza kujiexpose ndani ya familia yangu, niko na mume wangu, no, siwezi kukubali. Kwa hiyo sasa kitu gani kinachotakiwa kwenye eneo hili? Ni lazima ujitahidi kuvaa mavazi yanayofaa, yanayoonyesha. Ndio maana sisi mkija tunawaambia mje na mavazi ya nini? Heshima. Kwa nini? Kwa sababu tunajua hilo eneo lina shida sana. Yaani unakuta bosi anakurudishia dada, anakuambia hapana, huyu dada amelipa hela nyingi kupata dada na amemsubiria, na wengine wanasubiri wiki 8 kumpata huyo dada, au kama anaweza analipa zaidi, anampata ndani ya express au premium. Hizo zote ni hela nyingi kweli. Yaani mtu akienda kwenye express na premium analipa mara double, yani ni hela nyingi. Sasa yule dada anafika, unashangaa yule mama anapiga simu kwa upole, anakuambia huyu dada hapana. Sasa unajiuliza shida nini? Ukija kufuatilia ndo anakuambia huyu dada hapana anavyovaa, na mimi niko na mume wangu. Umeona? Kwa hiyo mtu anakata tamaa. Mwingine anaona labda ndio tabia za wadada wa Wadada Center,
kule kwa Joyce Kiria, kwa sababu na mimi mwenyewe si wananiona ninavyovaa, wanasema ndio dada yake ndio anavyowafundisha. Hapana, mimi siwezi kuacha kuishi maisha yangu kwa sababu ya wewe unaenda kutafuta. Mimi wakati natafuta sikuwa navaa hivyo. Umeelewa sasa hivi sitafuti, niko kwenye, nimeshajitengenezea mazingira ya uhuru wangu wa kuishi ninavyotaka. Sasa wewe kwa sasa ndio uko kwenye kutafuta, ili na wewe uweze kupata huo uhuru wa kuishi unavyotaka, kuvaa unavyotaka. Ukiwa kwenye familia yako lazima uende na hizi stage, kwa sababu hata Biblia inatuambia kila kitu kina majira yake. Majira haya ya ajira sasa hivi kuna limitation ambazo utakutana nazo kwenye ajira. Hata siku moja huwezi kuwa na uhuru unaotaka, ni mpaka wewe mwenyewe utakapokuwa umeamua kujiajiri na ukawa na biashara yako na familia yako na mji wako, mume wako, hapo unafanya kitu chochote kile unachokitaka. Kwa hiyo lazima mtofautishe. Usema kwa sababu Madam Joy anavaa hivi na mimi navaa, hiyo inakuwa sio kujitambua. Si ndio jamani? Haya, kuna swala pia la usafi binafsi. Hapa mnasisitizwa kuja na zile deodorant, lakini sio tu deodorant, yani usafi unajumlisha mambo mengi, pamoja na kuoga na kupaka deodorant yako vizuri, usitoe harufu ya jasho. Maana unakuta dada anakuwa na harufu kali, yani nyumba nzima inanuka uvundo, harufu ya kwake. Akija kukuhudumia hata una hamu. Wengi wana hiyo kasumba, lakini wadada wetu wengi tumejitahidi. Hatusikizwa harufu kwa sababu tunasema toka mapema. Njoo na deodorant, na kazi yake ni unapooga paka kwenye makwapa ili usitoe harufu kali. Lakini pia tunawashauri sana kunyoa nywele, mitindo ile ambayo kwenye kazi hizi kuna mitindo inabidi tu iache. Unakuta mtu kaja na mirasta mzigo mkubwa. Sasa unajiuliza atafanyaje hizi kazi? Hizi kazi kidogo zinahitaji ekaeka. Kwa mimi huwa nawaambia jamani, hizi nywele zipo na zinazidi kuja nyingi nzuri. Wewe tafuta hela yako tu. Ukishapata hela, mbona kila kitu kitakuwa vizuri. Utavaa nywele za gharama nzuri. Utakutana na matoleo mazuri zaidi. Mikorogo, kuna wadada wanakujaga hapa, nyinyi naona hamjapaka. Lakini kuna wadada wanakujaga hapa wamepaka mikorogo, na mwambie sasa unaenda kuhudumia watu, unashika chakula, si ndio? Unapika. Sio vizuri uwe na hayo mafuta makali na unapikia watu. Again unakuta mwingine anasema mbona mama mwenye nyumba anapaka. Sasa yule ni mama mwenye nyumba, wewe utashindana naye? Hapana. Na yeye unakuta sio mtu wa kupika mara kwa mara. Si kama mimi mnaniona jikoni. Mimi nishasema jikoni sio eneo langu, nishamalizana nalo. Shatafuta hela yangu kupitia jiko huko, nimesugua masufuria na manini, nimefua, nimemaliza. Sasa hivi muda wangu huu nisema lazima yani niweke tu watu niwalipe, wasaidie hizo kazi za jikoni. Kwa hiyo ningekuwa ni wa kupaka mikorogo ningepaka. Mimi sipaki mikorogo, lakini natia kucha zangu ndefu, sitaki shida. Kwa hiyo sikutani na kazi za kusugua masufuria. Lakini nilipitia, sijui unaelewa. Unapita kwa muda tu. Yaani sio kwamba ni kitu utakifanya kwa miaka yako yote. Shida ni pale ambapo wewe kichwani kwako ukishajiona kama hizi kazi ndio nimefika, ndio unataka kila kitu ufanye wakati huo huo. Hii unaifanya kwa muda, ifanye kwa ubora na uifanye kwa viwango vile vinavyotakiwa, ili uattract pesa nyingi na uweze kuifanya ndani ya muda mfupi, utoke humo uende kuendelea na mambo yako. Kwa hiyo swala la usafi linaambatana na vitu hivyo, sio tu kuoga, lakini kucha zako hakikisha umezikata vizuri. Mikorogo usipake kwa sasa, subiri. Kama ni mpenzi wa kujichubua, subiri kwanza, sababu unahudumia watoto, unashika vyakula, utawapa watu magonjwa ya kansa kwa sababu ya vipodozi unavyotumia. Sawa hizi tabia ambazo mention hapa zimeandikwa vizuri sana kwenye neno la Mungu. Sisi tunaamini sana kwenye Biblia. Naamini hizi ndio kanuni ambazo huwa hazibadiliki. Ukizifuata lazima utatoboa. Kwa hiyo kwenye hizi kuna maandiko mengi tu tumeyaweka kwa mifano ambayo yani hiyo kwenye Biblia inaonyesha namna ya kufanya kazi kwa bidii. Katika neno la Mungu linasemaje? Kwa mfano kwenye Methali anasema, je, umeona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wa kawaida. Neno la Mungu linakwambia mtu akiwa na bidii siku zote atahudumia wafalme. Na sisi tunasema kwenye hizi kazi za ndani Mungu ametupa neema sisi wa Dada Center, hatuhudumii watu wa kawaida. Ukiona mtu ambaye anaweza kukulipa mshahara wako 1,200,000, 300,000, 500,000, huyu hawezi kuwa mtu wa kawaida.
kabisa. Watu wa kawaida bado wanapambana na kulipa watu 30, 40, 50. Yani hiyo kwao yani ndio kitu. Kwa hiyo hata sisi hata kama hatuendi kuwahudumia marais si ndio? Maana tukisikia neno wafalme tunawaza president, lakini hata sisi tuna wafalme wetu. Kwa mfano sisi watu ambao wanatulipa sisi kwa ajili ya kuwapa wafanyakazi, yani sisi tunaona ni wafalme kwa sababu wanatulipa hela ambazo sio za kawaida. Hawatulipi kawaida, wamesikiliza content zetu na wameweka thamani, yani wameona kabisa hawa watu wana deserve kulipwa hela nyingi zaidi kwa sababu wanachokifanya sio cha kawaida. Mafundisho wanayofundisha na kuwaongoza hawa watu sio ya kawaida. Kwa hiyo wako ready kulipia kwa sababu wanachohitaji ni ile peace of mind. Kwamba kama sasa haya ndio tunayowafundisha, je, nyinyi mnayafanyia kazi? Maana yake wanavyolipia wanaonyesha ndicho kitu wanachohitaji. Kwa hiyo wanatarajia dada aliyetoka hapa akatende matendo yanayoendana na yale mafundisho ambayo wanayasikia. Ndio maana sisi sehemu yetu kubwa ni kutengeneza content ili waone tunaelekezana nini, tunawaongoza tunatumia nini kuwaongoza. Tunaelewana? Kwa hiyo kuna maandiko mengi tu kama hivyo nilivyosema, uaminifu na bidii. Kuna neno hapa kwenye Luka linasema yeye aliye mwaminifu katika jambo dogo sana pia atakuwa mwaminifu katika jambo kubwa. Kwa hiyo kumbe kwenye kazi hizi ambazo wengine wanazidharau ni ndogo, sisi tukizifanya kwa uaminifu tunaambiwa Mungu naye atafanya nini? Atatufungulia, atatupa makubwa, si ndio? Yani kwa sababu anajua kwenye hili dogo kama umeweza kuwa mwaminifu, basi atakuachia makubwa ambayo anajua nayo utaendelea kuwa mwaminifu. Kuna mfano mwingine ambao uko kwenye Mathayo ambao unasema kwamba nafikiri ni ule mfano wa talanta, kwamba kuna watu ambao walipewa talanta wakazisimamia. Kwa hiyo yule bwana alivyokuja akamsifu wale ambao walifanya kwa uaminifu. Kwa hiyo bwana wake akamwambia, vyema mtumishi mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu katika mambo machache, nitakupa mamlaka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Mmeona mifano hiyo kwamba Mungu anakupa hiki, wewe unaweza ukasema kwa nini sijapata kazi ambayo labda nimeisomea? Kwa nini nimechelewa kupata kitu ambacho nilikuwa nakitamani? Lakini neno la Mungu linatuambia unapewa kidogo ili upimwe kwanza, alafu hicho kikubwa ndio kinafanyaje? Ndio kinakuja. Kwa hiyo ukifanya kazi hii kwa uaminifu, huku ndio unaweza ukatoboa. Na tuna mifano mingi hata ya watu kama kina Yusufu kwenye Biblia ambao tunapenda sana kuitumia. Ni watu ambao Mungu aliwapitisha kwanza kwenye njia ngumu. Walipita kwenye, tunazisema ni ngumu, lakini ni training program. Yani unavyopita kwenye kazi za ndani, Mungu anakupitisha kwenye training program. Inawezekana umesoma kitu chako kingine, lakini ukapitishwa sehemu nyingine ili upate training ya skills tofauti. Kwa hiyo zile skills utakapokuwa umezipata, then ndio unakuwa Mungu ameshakuandaa kwa ajili ya hatima yako hiyo nyingine kubwa zaidi. Haya, tuna hiyo ilikuwa kwenye uaminifu katika madogo. Heshima na utii katika neno. Tuna neno moja huwa ni maarufu kweli sasa hivi, hasa kwenye mradi wetu, ambalo linasema, enyi watumwa watiini walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Si ndio? Msifanye kazi kwa hila tu ili kuwapendeza wanadamu, bali kama watumishi wa Kristo, mkifanya mapenzi ya Mungu kwa moyo wote. Hili neno huwa tunapenda kulitumia sana kwa sababu wafanyakazi wengi wa nyumbani tumekuwa na kasumba ya kutaka kubishana na mabosi na waajiri. Yani unajilinganisha na bosi wako. Bosi wako akifanya hivi au unasema mbona yeye hajafanya. Si ndio? Yani au yeye mbona amefanya au mbona yeye hajafanya. Sasa neno la Mungu linatuambia sisi ni watumwa wa hawa watu, watumishi, na tunaambiwa kuwatii kama tunavyomtii Mungu. Sasa huu unyenyekevu ndio imekuwa ni shida sana. Yani wasichana wengi au wafanyakazi wengi wa ndani, yani wamekosa hilo neno, hiyo tabia ya unyenyekevu kabisa. Hawana. Kumbe sasa wewe haumnyenyekei bosi wako kwa sababu tu ni bosi wako. Unanyenyekea kwa sababu ni agizo la Mungu, na kupitia kunyenyekea imekuwa yani watu ambao wamejaribu
kufanya hii, yani uwaga wanafanikiwa sana sana, kwa sababu hata waajiri wengi kwa kwenye mradi wetu